Kuna msemo wa Kiswahili ambao unasema ndege wafananao huruka pamoja, na msemo huu tunautumia hata kwenye upande wa tabia. Ni wazi kwamba zipo tabia ambazo tunazaliwa nazo, zipo ambazo tunazijifunza wenyewe baada ya kukutana na hali fulani kwenye maisha yetu ya kila siku, lakini zipo ambazo tunazijifunza kutoka kwa watu wanaotuzunguka, na hizo ndio tabia nyingi zaidi. Leo tutaenda kuangazia mchango wa watu wanaotuzunguka kwenye tabia tulizonazo, na namna gani ya kuruka pamoja na watu ambao watakusaidia wewe kujenga tabia nzuri ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kufanikiwa. Utafiti unasema mtoto anapozaliwa kuanzia miaka 0 mpaka miaka 11, tabia nyingi anazijifunza kutoka kwa wazazi wake, yani kutoka kwa familia yake na ndugu zake wa karibu zaidi. Na baada ya miaka 11, tabia nyingi tunazijifunza kutoka kwa marafiki zetu, kutoka kwa wenza wetu na kutoka kwa watu ambao tunafanya nao kazi. Lakini hatujifunzi tabia kutoka kwa kila mtu tunayekutana naye. Kuna makundi makuu matatu ambayo huwa tunajifunza tabia kutoka kwao. Kundi la kwanza ni the close, wale walio karibu yetu zaidi, familia, marafiki tunaofanya nao kazi na wale ambao tunakaa nao sehemu moja. Kundi la pili ni the many, wale walio wengi zaidi. Unaweza ukawa kwenye kundi fulani la watu wengi ambao wana tabia tofauti tofauti, lakini kuna walio wengi zaidi ambao wanafanana tabia zao kutoka kwenye hilo kundi. Basi tabia nyingi unaweza kujifunza kutoka kwa wale ambao wako wengi zaidi. Na kundi la tatu ni the powerful. Kwenye watu wa karibu ulionao kuna watu ambao wana nguvu zaidi. Sasa tunatafsiri vipi hawa watu? Ni wale watu ambao tunawaheshimu zaidi, tunaoangalia zaidi, au wale watu ambao tunatamani kuwa kama wao. Tabia nyingi tunajifunza kutoka kwenye makundi makuu hayo matatu: watu wenye nguvu, watu walio wengi na watu wa karibu zaidi. Nadhani umeweza kujitafakari na umeweza kujua kwamba tabia fulani nilipata kutoka kwenye kundi fulani au kutoka kwa mtu fulani. Sasa namna gani unaweza kutumia mbinu hii ili kusaidia wewe kuacha tabia za zamani ambazo hazina manufaa kwako na kujenga tabia mpya ambazo unaona zina manufaa? Unataka kujenga tabia fulani ambayo hukuwa nayo na unataka kuijenga kwa njia rahisi sana. Basi hakikisha unazungukwa na watu ambao tabia ile kwao ni ya kawaida sana. Kwa mfano, nitaka kujenga tabia ya kusoma vitabu mara kwa mara. Basi watu wengi wa karibu ambao nilianza kuhusiana nao ni wale watu ambao tabia ya kusoma vitabu kwao ni ya kawaida sana. Sasa hapa ninazungumzia pia kwenye ushawishi wa mitandao ya kijamii kwa leo hii. Hakikisha unafollow watu ambao tabia ile kwao ni ya kawaida. Wale watu watakuwa na influence kwako. Na sio tabia tu, kama unataka kufanya kitu fulani kwenye maisha yako, basi jizungushe na wale watu ambao wanafanya hicho kitu. Unataka kuanzisha biashara, basi jizungushe na watu ambao tayari kile kitu wanakifanya. Kwa sababu ukweli ni huu, ukijizungusha na watu ambao wanafanya kitu fulani, lazima na wewe utajitahidi kufit ili ufanane nao. Na hiyo itakusaidia wewe kujenga kitu kikubwa kama utajizungusha na watu sahihi. James Clear wakati anazungumzia mchango wa watu wa karibu kwenye tabia tulizonazo, alitolea mfano familia ya Polga. Laszlo Polga aliweka mazingira ya chess, mchezo wa draft kwa Kiswahili tunauita, kuwa sehemu ya maisha ya familia yake. Watoto wake walikulia kwenye mazingira ya chess kuanzia wakiwa wadogo sana. Kuanzia vitabu walivyovisoma watoto wake, kuanzia michezo waliokuwa wakicheza nyumbani, na kwa asilimia kubwa kitu ambacho walikuwa wanakifanya kama familia ni mchezo wa chess. Unajua ni nini kilichotokea? Watoto wake wote wa kike watatu walifikia kiwango cha juu kabisa cha mchezo wa chess. Kuanzia wakiwa wadogo kabisa, tayari walikuwa wameanza kuwa mabingwa wa dunia. Somo hapa sio kwamba mazingira yanakufanya uwe genius. Somo ni kwamba kile tunachokiona mara kwa mara, tunachothaminiwa nacho na tunachofanya pamoja na watu wetu wa karibu kinaweza kuwa sehemu ya utambulisho wetu. Okay, sasa tayari nimefahamu hivyo. Je, inamaanisha kwamba niachane na marafiki zangu wote wa karibu kwa sababu wanafanya mambo ambayo mimi siyataki au tabia ambazo hazina manufaa kwangu? Hapana, lakini tunaweza tukabadilisha jambo moja tu kutokana na hilo. Nalo ni kubadilisha yale mambo ambayo huwa tunayafanya pamoja. Usibadilishe watu wote au ukaanza kuwakataa watu wengine, hapana. Bali badilisha mazingira ambayo yanakusogeza kwenye tabia usizozitaka. Natamani ujifanyie analysis binafsi siku ya leo. Jiulize maswali makuu mawili. Watu ninaokaa karibu nao wananifanya niwe mtu wa aina gani? Swali la pili, tabia ninayotaka kuijenga au ninayotaka kuwa nayo, je, kwa watu wangu wa karibu ni ya kawaida kwao? Na kama ni hapana, basi inabidi uanze kuchukua hatua. Jizungushe na watu ambao tabia ile kwao ni ya kawaida. Kwenye mitandao ya kijamii zungukwa na watu ambao watakusaidia wewe kujenga tabia ile kiurahisi sana. Kwa sababu mwisho wa siku tunaweza kuamua kujenga tabia zetu, lakini watu tunaozungukwa nao na mazingira tuliyopo yana influence kubwa sana aidha kuendelea na tabia hizo au kuziacha. Nimekuwa nikielezea kwa urahisi sana namna ya kusaidia wewe kujenga tabia nzuri na kuacha tabia ya zamani ambayo haina manufaa kwako. Iwe ni uraibu wowote ule, labda tunasema vilevi,
pornografia, matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii na tabia nyingine yoyote ile ambayo unajua haina manufaa kwako. Na msaada mkubwa umekuwa kitabu cha Atomic Habits kilichoandikwa na James Clear. Lakini pia hujachelewa, kwa sababu video zingine zinaendelea kuja na video zingine tayari nimeshazitoa. Unaweza kuzifuatilia kwenye mitandao ya kijamii kama Silvano Mushi, au ukafuatilia full video ambazo zinapatikana YouTube kwa kupitia Marcel Silvano. Asante kwa kuwa nami mpaka mwisho wa video hii. Mimi ni Silvano Mushi, mpaka wakati mwingine. Bye bye.